Uthamani tulionao katika wokovu ni tukiwa na hii miili ya kuharibika hii, na tutakuwa na uthamani zaidi katika uzima wa milele hata mara hii miili kuvuka na kuvaa ile miili isiyoharibika. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 12 anasema, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana, kama mimi nami nilivyojuliwa sana. Sasa hivi kuna mambo hatujayajua vizuri. Sasa hivi kumwona Mungu hujifunua kwetu ni kama tunamtazama kwenye kioo, lakini kuna wakati unakuja, wakati huo miili hii imevuliwa. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:2 inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama ilivyo. Wakati gani huo? Ni wakati wa unyakuo. Ndio ile nyimbo naimba, nitamjua nikimwona uso kwa uso. Namna atakavyokuwa na ule mwili aliopaa nao, ndiyo miili yetu ita drop. Tutavikwa miili kama ya Kristo. Kwa hiyo tutamuona. Ile miili ambayo haina tamaa, miili ambayo haiendi chumba na Maserengeti, miili ambayo haisengenyi, haichukii, haikasiriki, miili ambayo haiumwi, miili ambayo haifi, tutavikwa miili hiyo. Mimi nitakuwepo, wewe je? Bwana Yesu asifiwe. Wathesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16-17 anasema, kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja nao kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kama alivyopanda akati anapaa, anaiacha ardhi, siku ya kurudi hata shuka akiwa hapo hewani. Hapo waliokufa kwenye bahari na kumezwa na samaki, waliokufa na kuchomwa moto, waliokufa na kuzikwa makaburini na kuwa udongo, parapanda itakapolia, wote waliokufa katika Kristo watafanyaje? Watanyanyuka kumlaki Bwana mawinguni, hapo katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni uthamani wa namna gani tulionao? Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 52 hadi 53 anasema, kwa dakika moja kufumba na kufumbua, parapanda itakapolia, miili hii ya kuharibika itauvaa kutokuharibika, hii miili ya kufa itauvaa kutokufa, ndipo mauti itamezwa kabisa. Lengo la sisi kuhubiri injili ya neema ya wokovu sio wewe upate mke wala mume uolewe, kwa maana tunawaandaa watu katika maisha haya ya unyakuo, ya umilele. Kule hamna kuoa, hamna kuchukuliana wanaume wala wanawake, hamna kuchiti. Wakamuuliza Yesu, sasa mwanamke huyu aliolewa na mwanamume wa kwanza akafa, mwanamume wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, je, wakifika mbinguni yule mwanamke atakuwa ni mume wa nani, mke wa nani kati ya wale wengine? Yesu akamwambia, hamjui? Mbinguni hamna kuoa wala kufanyaje. Miili nao yenye tamaa ni hii tulioumbiwa nayo hii. Kule jambo moja, tuna malaika mtakatifu mtakatifu, tunainua taji zetu, tunainuka mtakatifu mtakatifu. Achana na watu wanakuambia kwamba mbinguni kuna wanawake bikira, kwamba ukimtoa bikira inarudi hapo hapo. Achana nao, kwamba kuna mivinyo mivinyo ya waini kali. Achana nao. Mbinguni ni ibada. Kila nafsi itaonja nini? Mauti. Mara baada ya kulala, maisha ya umilele yatakuwa maisha ya namna gani? Ndicho tulichoitiwa hapa chini ya jua. Sio pokea magari. Magari unaweza kuwa nayo, hata usipoenda kanisani unaweza kuwa na magari. Wangapi wana magari, wana maisha mazuri na wanamtukana Yesu? Wangapi wana ndoa za amani kuliko walokole tunaonena kwa lugha mpya? Kanisani limekuja kwa ajili ya nini? Ya mahusiano kati ya sisi na nani? Na Mungu. Kila nafsi, ni swala la wakati tu. Kwa kulijua hilo, hatupasi kuwa na maringo wala madoido. Halo,
Hata kama utoe maelekezo, wache maandishi, nizikwe na goldi zangu, nizikwe. Walizikwa na magari yao baada ya miezi kadhaa yamepigwa kutu. Waliozikwa na goldi wamekuja tu kinyemela, wamefukua, wamechimba goldi, wameenda kuziuza. Hakuna atakayeondoka na kitu, ila kuna kitu kimoja tutaondoka nacho, ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema kwenye Ufunuo 22 mstari wa 3 na 4, nao watamtumikia, nao watauona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji za nyuso zao. Jina la Yesu Kristo, Mzee Thomas, litakuwa limeandikwa kwenye vipaji vyetu.